Waamuzi 11 mstari wa kwanza hadi wa 11. Sasa ni wakati wa kutafutwa na wale walionikataa. Sasa ni wakati wa kunitafuta na wale walionikataa. Ndio somo langu. Ni wakati wa kutafutwa, ni wakati wa kurudi, ni wakati wa kunitaka. Sema amen. Kiandika basi, naomba mtu mmoja nisomee. Sasa ni wakati wa kutafutwa na wale walionikataa. 11 mstari wa kwanza hadi wa 11. Naomba usome tu. Basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao ndugu, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu wa Baradhuli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akamwambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukua mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba wanirejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Misri. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Ndio salamu yangu ya mwaka 2025. Nikisoma andiko hili linanitia moyo sana. Sema ameni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza habari za Yefta. Somo nasema sasa ni wakati wa kunitafuta wale walio nikataa. Kukoka ni neema ya Mungu ya ajabu sana, na mahali hapo ulipoketi usione hasara, ila uone katika watu waliopendelewa ni wewe na mimi. Sema amen. Yani sisi tumependelewa sana kuliko ulivyokuwa unatazama. Ndani ya familia yawezekana unaweza ukawepo miongoni hata mwa mimi, hata ulipokuwa unatamka mimi ninaokoka au naamua maamuzi ya kuokoka,
watu walikwambia huwezi kukaa pamoja na sisi, madamu umesema wewe mimi ni mlokole, sisi nyumbani kwetu hatujawahi okoka, kwa kuanzia majira kama haya utoke nyumbani kwetu, toke. Au tu mtu wengine wanakuwa na bahati mbaya tu, hawakupendi nyumbani kwenu, wanakuona ufai, wanakuona sio wa maana, wanakuona wewe ni kama kiumbe cha bahati mbaya. Lakini yupo ninayemsema mchana wa leo, yeye kwake sisi ni viumbe vya maana sana mbele zake. Sema amina. Ametupa neema. Biblia inasema, inamzungumza habari za Yefta. Yefta katika familia, Biblia inasema alizaliwa katika mwanamke kahaba, choka mbaya. Lakini ndani ya kuzaliwa kwa mwanamke yule, kuna kitu Mungu aliweka ndani ya yule jamaa. Umekaa hapa, kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako, iko neema. Kuna kitu ambacho yaonekana uko nyuma hakikuonekana, lakini umefika wakati wa kuonekana kitu ulicho nacho, alafu waliokukataa watakutafuta. Sema amen. Watakutafuta. Yefta akazaliwa, akakuwa, baadaye baba wa Yefta akaoa mwanamke mwingine, akazaa familia. Wale wa Biblia inasema walipokuwa wako watu wazima, Biblia inaniambia, nasema hivi, wakamtafuta Yefta, wakamwambia, bwana, jamaa, hapa nyumbani hapa ni pa kwetu, wewe toka, hujazaliwa na mama yetu. Inawezekana hata na wewe nimewe kukupata, wewe sio wa hapa, wewe sio wa hapa. Yefta anaambiwa, Yefta amechanganyikiwa, lakini anachanganyikiwa, lakini ana kitu ndani ambacho Mungu amekiona. Wale hawajakiona bado, I say, walifumbwa ndugu zako kipindi kile. Leo Bwana atawapa macho, watakutafuta kwa kitu ulicho nacho ndani mwako. Sema amen. Haleluya. Wakaona wamfukuze. Biblia inasema kwamba akaondoka Yefta, akaenda kuishi kwenye nchi ya Tobu. Alipokuwa anaenda kule, Mungu ni mwaminifu sana, hajawahi muacha mtu wake. Mungu akamtafutia watu wa kuishi nao Yefta. Sema ameni. Akamtafutia watu, akachangamana na wale watu, akaendelea na kuishi huku. Amefukuzwa. Jamaa inasema tumemfukuza. Mtu aliye na Mungu hafukuzwaki, maana ana neema ya Mungu, ana kinara cha Bwana. Utafukuzwa leo, kesho utatafutwa. Watakwambia kazi imeisha, kesho meneja atakupigia simu, maana kuna kitu ulicho nacho. Haleluya. Si kama inaeleweka, kuna mtu ananielewa hapa? Unajua ndani ya familia kuna kukataliwa. Tulikataliwa, tulitengwa, tukaonekana tufai. Yefta akaonekana afai kwenye familia ile, lakini Bwana akasababisha jambo. Ulikokataliwa, Mungu atasababisha jambo tena kwa makusudi. Mungu akasababisha jambo kwa Yefta. Vita vikaanza, wana wa Amoni na wana wa Israeli hawajui kupigana. Wakawaza tufanyeje? Wanapigwa isivyo kawaida. Aliyetengwa
Hey, haleluya. Una kitu mpendwa, acha leo wakunyanyase. Ipo siku watasema Mariamu yuko wapi? Tunamtaka. Akaingia, wakisema sasa tufanyeje? Hii vita kali, hatuelewi hapa, tufanyeje? Biblia inasema Yefta alikuwa mtu shujaa, mpiganaji. Biblia inasema wakawaza moyoni mwao. Baada ya kuwaza, ikaonekana hapa hatuna mbinu yoyote, tumtafute Yefta. Tumtafute tuliomtenga. Ulitengwa na jamaa yako, ulitengwa na ukoo zako, ukatengwa, wakakwambia ufai, wakakwambia hata huyu sio wa kumpigia simu. Utampigiaje simu ambaye hana jibu la mambo ambayo tunayoyataka? Nataka nikwambie mwaka 2025 kuna watu watakutafuta, watakupigia simu, watakwambia uko wapi kwa jina la Bwana. Waambie nipo Iringa kwa Pastor Mwenda. Sema amina, pigia Yesu makofi. Ni mwaka 2025 usiokuwa na majonzi. Ni mwaka wa kufurahia maisha yako. Ni mwaka wa kuona amani palipokuwa pamekosekana amani. Mwaka 2025 na kutabiria Jehova Shama, ni mwaka wa kuona mambo mema. Ni mwaka wa ofisi zetu kutanuka. Ni mwaka wa kutujali Jehova. Ni mwaka wa kuona hatutaona huzuni, tutaona baraka za Jehova Shama. Yefta wakamtafuta. Kuna ntingiri, hello, uko wapi? Anashangaa namba ningeni ya nani? Ni sisi. Akina nani? Unaweza nikwambie mwaka 2025 hii ni mwaka wa kujitapa na wewe. Ni mwaka wa kujibu kwenye simu kama unavyotaka. Maana sasa umefika wakati na wewe Bwana anakujibia majibu ya watu waliokudharau kwa jina la Yesu aliye hai. Ukisema tunaomba, ni sisi. Akina nani? Ni sisi. Semeni, jiwekeni wazi. Ni sisi ndugu zako wazee. Mnasema tunapigwa, tunakung'utwa vibaya mno. Sasa tunakuhitaji urudi ili wewe alafu nataka nikwambie majibu ya Mungu. Ukimtumikia Mungu, Mungu anareheta majibu kwa wakati. Sema amina. Waliokusema wewe ni zube, wewe ni mkia, wenyewe ipo siku watasema wewe sio mkia tena, wewe ni kichwa chetu. Sema amina. Kanisa la Frelimo tunakwenda kuwa vichwa wala sio mkia. Piga kelele, sema amina. Usi wakati wa kutembea kinyonge. Unatembea kama bata mzinga, tembea kama kanga wa porini, maana ni wakati wa kutembea chapchap. Walikuona zube, walikuona ufai, wakakutenga, wakasema ili zuzu. Kumbe Bwana yuko ndani ya mazuzu, anayegeuza yanakuwa watu wenye afya njema. Sema amina kama unanielewa. Tulisemwa vibaya, tukanenewa vibaya, hawatafanikiwa, hawataenda mbele, hawezi huyu. Amesoma mpaka form 6 hatapata kazi. Iko kazi 2025. Sema amen. Iko ofisi ambayo Bwana atakufungulia. Yefta naambia kwa mada, anasema hebu semeni vizuri, yani leo, yani tutubu kabisa. Wewe utakuwa kichwa chetu. Sema mimi nitakuwa kichwa kabisa. Mnasema kutoka, yani kabisa. Ninapopapenda nasema na Mungu atakuwa shahidi.
Mungu atakuwa shahidi. Leo Bwana anakwenda kukuinua. Mungu atakuwa shahidi juu ya maadui zako kwa jina la Yesu. Juu ya maadui. Jifuta katamba. Unajua nitani kuambie, manyanyaso ya dunia hii achana nayo. Unayo baba huyu ndo, yani huyu ndo anayetuliza dhoruba zako. Huyu ndo uliyempata. Huyu hajawahi feri katika mambo ya wanadamu, hajawahi acha, hajawahi fanya vitu tofauti na jinsi unavyotafakari. Wao walifikiri wamemtupa, walifikiri shujaa atafia mbali. Haipo mtu wa kufa. Lazima Bwana tubariki kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inaambia usema wewe mwenyewe, alafu Mungu wako atakuwa shahidi. Yefta utakuwa kichwa, utakuwa kichwa. Baba, twende ukatusaidie, ukatusaidie kazi. Nataka nikwambie, huu wakati sio wakulia, sio wakulia na machozi. Ni wakati ambao unatakiwa midomo yako ijae tabasamu, kinywa chako kijae furaha, maana Bwana anaenda kukupigia simu kwamba urudi walikokufukuza, alafu ukabarikiwe. Sema amina. Urudi walikokufukuza, walikokutenga, walikosema huyo hatafaa, huyo sio chombo. Bwana 2025 anakuona wewe ni chombo, anakuona wewe unafaa, anakuona wewe ni mbarikiwa. Ayayayayaya, pigia Yesu makofi. Haleluya. Mungu anashikisha watu adabu. Usimwone Mungu kama mjomba. Mungu ni tofauti ya watu. Yeye anajitegemea. Ndio maana anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye ni msaada wa wanyonge. Yeye ni msaada wa watu waliomkimbilia. I say, wanaona njaa anawapa chakula, waliodhoofisha akasema huyu hafai, yeye ndiye anampandisha, ili Mungu ajitwalie utukufu. Mwaka 2025 ni mwaka wa kufurahia maisha yako, ni mwaka wa kusema ofisi yako inapasi kwa jina la Bwana wa majeshi. Ni mwaka ambao neema ya Mungu lazima iwe juu. Utakuwa kichwa. Sisi ndugu zangu, sisi ni vichwa. Amina, sema amina. Sisi ni vichwa, hatutaitwa mkia. Yefta wakamwambia wewe ni kichwa, hautakuwa mkia tena. Afu naye akajibu kwa mada, hivi mnachokisema kinatoka rohoni kabisa? Tuko miguuni pako. Wewe ni bro. Shika adabu yako. Wewe ni bro, ni brother man. Wengine nasema wewe ni baba. Ni baba, hatuna mtu mwingine wa maana kama wewe. Sema okay, mmesema nitakuwa nikipigana vita nitakuwa ni utakuwa kichwa alafu na Mungu mwenyewe atakuwa shahidi. Atakuwa shahidi. Kuna mambo fulani mwaka huu Mungu atakuwa shahidi. Atakuwa shahidi juu ya watesi wako wakati wanakutafuta, wakati wanapiga simu. Ni mwaka wa kuachilia simu yako, usifunge, maana uliosoma nao watakutafuta. I say, wale ambao walisema huyo hatapasi, leo watakutafuta. Watakwambia Mariamu uko wapi? Uambie niko Frelimu. Mimi ase Bwana ameniinua, nina ofisi yangu hapa Iringa kati. Hapo kuna ofisi yangu. Unaonaje nikutembelea? Mwambie Bwana kupe neema ufike haraka. I say, yani usimkatalie, mwambie njoo, maana ni wakati wako, ni wakati wa kuachilia sasa. Uwe kichwa kilicho na uhalisia. Ukipiga simu hizi kipindi kile, we Daniel, naam, uko wapi? Niko huko Frelimu. Kamwene unamwona DJ
Hili jitu ndio maana tumemwambia kwamba ili limechoka, hata salimia yake mbovu. La nini ili mnalipiga simu? Achana nalo. Msisusumbue. Ita watu ambao wanaeleweka. Ili jambo sio la kulipigia lile jitu. Achana nalo, tutakuja kulielezaga likirudi. Utafika wakati mwaka 2025 watasema Daniel uko wapi? Tambia, hello? Walizoea hello. Sema hello. Wewe ndo Daniel? Ndio, mimi ndo Daniel. Wapi siku hizi unaishi? Okay. Niko mkoa wa Iringa. Nafanya kazi kwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Na Bwana amenipandisha viwango. Ulikuwa unasemaje? Alafu usishtuke wakikata simu, wanaanza kuambizana, kuulizana, hivi uliyempigia aliyepokea simu ni yeye au? Sema ila kwa uzoefu wangu ni kama sauti nakuja, ni kama ni yeye, sijui. Ila amesema eti yuko kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Rudia tena, mpigie tuone, weka ndio speaker itu tusikie kabisa. Hello? Dani mwanangu, naitwa Daniel. Usimalize Daniel, walizoea Daniel. Ile ilikuwa inaitwa Daniel ya umasikini, ya ufukara, ya umukia. Leo Daniel niko Iringa. Naitwa Mwaisabiro. Nina ofisi yangu pale Iringa. Ukifika kona unaingia hapa, ukipiga tu simu kwa Mwaisabiro ni wapi, utanikuta. Tunasema sasa huyu ni yeye. Sasa tunatakiwa kwamba sasa twende nyumbani kwake tukakujue. Achilia simu, waje waone manzera ya kwako, jinsi Mungu alivyo kutakasa, jinsi Mungu alivyokubarikia. Sema amen. Ni mwaka 2025. Ni mwaka ambao sio wa kulia, ni mwaka wa kutabasamu, ni mwaka wa kukutafuta. Waliosema hoyafai, leo wewe ni chombo cha Jehova. Unajua wokovu ni mtamu. Unajua mimi nyumbani kwetu nilitengwa, mtumishi wa Bwana. Ndio maana nikisoma habari hizi najisikia amani, natiwa moyo. Nilitengwa, nilipokoka wakaniambia hauwezekani kuendelea na sisi, toka. Mzee akasema wewe tena utakufa masikini wewe, ila huyu atabarikiwa. Wewe unakufa masikini, unakufa masikini. Mwenzenu hata kwenye vikao vya familia nilikuwa naitwa, simu zikipigwa kote, afu mimi naishia kwangu. Nasema yule mwambie aje asije, achana naye. Acha nimseme Mungu alikotutoa ni mbali sana. Sema amina. Leo tunaitwa watumishi wa Mungu. Amen. Ni Mungu aliyefanya haya. Acha nimseme ametufanya kwa vichwa leo. Sema amen. Pigia Yesu makofi, haleluya. Leo ukiwa wa maana utatafutwa. Walikuona sio wa maana, leo achilia simu wakutafute. Waambie niko hivi na hivi, waambie nimeokoka, waambie nina mali zangu, waambie ninakula vizuri, waambie navaa vizuri, waambie sio yule tena, Bwana amenihamisha viwango. Sio kama unanielewa. Mungu huyu mtamu. Leo mimi simu zinapigwa kama nini. Aliyesema aliyatabiriwa umasikini,
Leo mimi sio maskini, mimi ni kichwa. Sema amen. Nakwambia wasee wangu leo wanasema asipofika Mwanjerwa hatuwezi kuanza kikao, lazima aje. Pigia Yesu makofi, haleluya. Wanasema lazima aje, na lazima ndivyo ilivyo leo. Nikipigia simu mzee aliyebaki sasa, maana mzee wangu aliyenizaa aliondoka, aliyebaki anasema tunakusubiri wewe mwenyewe. Ndani anasema ila Mungu unaokota kilicho kichafu alafu unakisafisha. Leo mimi nimesafishika, naonekana ruru mbele za hawa waliosema Hawa huyu ni nani huyu, leo wanatetemeka. Leo wanapiga magoti, leo wanapiga simu. Wache wapige simu alafu wapatie chakula, wache wapige simu wape nguo, wache wapige simu wape vibode vile cha ondoa wape, wache wapige simu wanunulie viatu, wache wapige simu waambieni niko kwenye ofisi fulani, njooni mupafahamu. Na wakati usio wa kufanya vitu vya kitoto, fanya vitu vya kuonekana kwamba kweli wewe ni kichwa. Sema amen. Acha kujidharau. Mungu tayari umefika wakati wa kusababisha jambo. Kuna jambo litasababishwa nyumbani kwenu, kumbe lile ni la kukutaka ukaonekane ni kichwa au ni mkia. Nikwambie nikufurahishe, mzee alipokufa wakaona sasa tu tafanyaje, kwa sababu mimi kaka zangu wote wameshatangulia. Mzee alipokufa kwanza tu nisemee kwa mama mkwe yani Mungu yani Mungu mtamu, Mungu mzuri sana. Unajua mimi hata wakati naoa huyu ambaye huyu leo tunakwenda kubariki naye ndoa, ndo maana kwa kweli nimewaza sana. Akasema yani kamekuchumbia kama naume kenyewe keusi kama mkaa, alafu kafupi, alafu akaeleweki, alafu yani akajulikani. Binti akaja kuniambia akasema naambiwa hivi na hivi, eti wewe mweusi sasa nifanyeje? Nikamwambia ndugu yangu, weupe siwezi nikanunua, ukinipenda na weusi huu asante, kama utawasikiliza watu asante. Wakasema tutaki hata kuchukua mali zake, hatutaki, maana kafai kanaume Kenya, hatuwezi kuwapokea kama kale. Ni kweli katika kuwa yangu nimekuwa kafupi tu. Leo Mungu amenirefusha kidogo. Yani kotoko ni kunifanya kuwa kichwa ili niendelee kuonekana vizuri. Sema amina. Yani nimekuwa kafupi tu. Alafu baadaye nikaoa huyu mwanamke. Alafu nilioa kwa hasira. Nimchukua akiwa shuleni. Kaambia sasa kwa sababu mimi ni kafupi wewe nitakukosa. Nikabeba akiwa darasa la 7. Haleluya. Haleluya. Kabeba. Salau zikaendelea. Lakini Bwana ukafika wakati akafa mama mkwe. Ni wakati wa kujidai, sio kila siku usilie. Mambo mengine fanya mjadala na baba yako kama baba aliyekuzaa. Ni wakati wa kumwambia Mungu, mimi ni wakati wa kuinuka, ni wakati wa kufanyika kuwa kichwa. Wakapiga simu, halo, naam, huku tuna msiba. Okay, nani? Mama amefariki. Okay,
Akasema poleni sana, pole sana, pole sana. Mungu awatie nguvu. Naongea sauti ya kushiba, nisionekane nina njaa. Sauti ya kushiba. Nikajua huu ndio wakati wa Jehova Shama. I say, Bwana acha Mungu. Nikamwambia, wakakata simu, wakapiga simu nyingine. Tufanyeje? Tunataka tumpeleke mochwari lakini hatuna kitu chochote. Nikasema okay, Yefuta anatafutwa awe kichwa. Nikawambia mpelekeni mochwari, hela nitalipa. Haya, wakakodi, wakampeleka. Usiku ikaingia simu tena. Sasa kuzika lini? Tunakuangalia we mwenyewe. Yefuta anatafutwa nyumbani. Mungu amesababisha jambo ili Yefuta inuliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Mungu anaweza kusababisha jambo liwe baya liwe jema, kumbe linamtafuta mtu ainuke. Aliyetukanwa, aliyenyanyasika, aliyeambiwa ni kafupi keushi. Nikamwambia mke wangu, nikamkusanya mama, nikasema si wakati wa kulia, tujadili safari tutaendeje. Nikamwambia mama atakaa siku 3 mochwari, siku ya 4 ndio tutazika. Hakuna shida baba, tulikuwa tunakusubiria we mwenyewe. Kasema okay, safi kabisa. Kana katafuta hela, nikaondoka usiku. Simu niko Makambako inapigwa, hata chakula yani hatuelewi. Nikamwambia kama mna jirani mwambieni mkope hela, mimi napofika nalipa hela. Wakakopa hela shilingi 300,000 za matumizi, wakanunua vyakula. Nikaingia asubuhi, nilipofika Kyela. Unajua unapofika wakati acha kufanya vile vitu ambavyo walikuwa wanakuonaona vidhaifu. Achana navyo Mwisabira. Fileke, finyali, bomba kando kikompemba kiara untwa kwa batwa. Haleluya. Fanya mambo makubwa. Ndipo ingia, nikamwambia mama, sisi sio wakati wa kwenda na bodaboda. Tukafika pale na vumbi. Mzee, nikakodi gari. Naumia lakini huko nataka nilipize. Nilipize. Kaingia. Oh, mimi nikwambia Mbasiroi mwenzangu, sio wakati nimeshindwa. Muzikeko nitawakutaga. Ila mimi sitoe michango wote. Wewe watamuona Yesu wako bado afai. Huyu ambaye mlikuwa mnasema tumtangulize simu. Sikiliza haya anayojibwa. Wanaweka ala ndio sipi. Mimi kuja huko kwa muda huu ningeomba tu nitakuja kuwashikaga mikono. Si tulikwambia huyu achanani naye. Mimi nikwambie, fanya vitu kwa imani. Fanya vitu kwa kumia. Ndani ya kumia yako mambo makubwa. Haleluya, haleluya. Mungu atafanya vitu vikubwa, na mwaka huu tegemea Bwana atatenda mambo makubwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nikakodi gari, nikamwambia bebe wangu kaa. Pole mke wangu mzuri. Akakaa pale. Kamwambia dereva twende. Shingapi? Hata kama ni nyingi tunafika. Nikapakia mahindi kwenye buti, pakia vitu vingine kule, kwa tunaondoka taratibu.
Tunakwenda, wanapi uko wapi? Naambia niko karibu tu, sio muda nitaingia hapo. Sawa, asante. Nikasema yule mfupi mweusi leo amekuja na gari, liwe la kwangu lisiwe la kwangu, amekuja na gari. Sema amina. Ni wakati wa kumwonyesha Mungu wetu kwa mataifa wasiomjua baba yetu, sisi tumuonyeshe. Haleluya, haleluya. Nikaingia, tukafika, tukauliza, nikamwambia dereva, hebu shusha taratibu kioo. Afu kikashuka fia, afu nikachungulia, okay, hii njia hii. Nikakaita katoto fulani, hivi msiba ulioko hapa hivi tunaweza tukapita? Hapana, hapa msipite, wenzenu wanapita huko. Okay, nikamwambia twende. Nikamwambia hakuna kushukia njiani, na kwenda kushukia katikati ya watu. Sema amina. Yesu wetu sio Asumani wala sio masikini. Yeye ni bosa wa mabosa. Yeye anainua vitu vinyonge, anavipandisha. Nasema uwe kichwa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Tukaenda mbugani, twende. Nikaona msiba ule wamekusanyika pale, wamejaa. Sema okay, kafupi sasa ndo kanaingia pale, nione vituko pale. Nikamwambia dereva, naomba pita, wao ndo watakuwa wanapisha, nataka nikashukie katikati. Dereva na mwenyewe kanisikia, nashukuru Mungu. Tukaenda, akaenda nalo paka walipoliona tu gari. Yesu huyu, amekuja baba. Mwakapimba amekuja. Leo anaitwa baba, leo anaitwa mtumishi wa Jehova. Leo sio kesho, leo uitwe mkuu kwa jina la Yesu aliye hai. Nikaingia, tukafika pale, akashusha dirisha, nikatoa kichwa nje, wanalia, wababa wote wamesimama. Kaambia okay, mtashika adabu. Wale wadogo zake wa mama mkwe nini na nini wanalia pale, wengine wanagaragara mpaka chini. Okay, hawa wagarigari kwa ajili ya marehemu, wanagaragara kwa ajili ya Mwakapimba huyu mfupi amekuja. Alafu nikamwambia dereva, fungua mlango. Alivyofungua mlango, nikashusha mguu wa kulia, huo mwingine wa kushoto nikabakiza kwenye gari. Ni tindo za mtu mfupi anaingia kwenye msiba. Wewe ni mtu wa maana sana, acha kujidharau. Acha kujidharau. Hata kama una nguo moja, Yesu ana nguo nyingi za kukuvalisha. Ndipo nikaubeba wa kushoto, nikautua tena, nikaingia. Nilipofika pale, nikachukua leso, nikatoa jasho. Huku bado wote wamesimama. Alafu nikamfungulia mke wangu mlango, nikamwambia mama, shuka sasa. Mama amekuja. Nikamshika mke wangu, tukawa tunatembea taratibu, tunaenda pale, analia mama. Tukaenda mpaka kwenda kufika pale, akakaa katikati pale. Mimi nikachuchumaa tu kwa mbali, nimesema poleni sana. Unakuja tu kwa tunakusubiria, poleni sana. Nikatoka. Nilipotoka pale, nikajiweka sawa, nikaanza kuwaendea wazee. Kaendea wazee, batata ndaga nutorwe, ndaga fijo, poleni sana, poleni. Tayari wakubeba kiti cha kukaa Mwakapimba wamebeba. Nikaenda kukaa,
karibu hapa, karibu. Nikakaa mwenzenu. Yefta aliyekataliwa anafanyiwa kuwa kichwa, anaenda kusikilizwa. Yeye aliyekuwa ametengwa na jamii leo anasikilizwa na jamii ile ile iliyokuwa imemtenga. Leo wale wanamwambia wewe ndo baba, wewe kuanzia leo. Nikakaa nikajivuta. Familia yote ya mama mkwe wakaja pale. Wengine wamelala. Daga tata, daga gwendire, gwishie ndaga. Afuiro ngoo. Okay. Walipomaliza wakajikusanya wajomba. Pole. Asante sana. Poleni nanyi. Lakini kabla mna shida, nendeni mule kwenye gari mkafungue buti, mkatoe vitu ambavyo vimo mule mweke pale. Wakaenda wakafungua wakabeba wakaenda kupeleka pale. Tumebeba, anasema okay. Mlikuwa mnasema kule ni siku ya 4 mochwari, natakiwa hela kiasi kadhaa. Jana tulikopa hiki. Wameleta na daftari hiki. Nikamwambia orodhesheni, mkipata alafu mniambie. Kabali wakaorodhesha, wakaleta mahesabu yao. Inahitajiwa 4.5. Kina nusu. Nikasema haya, msimamizi wa msiba yuko wapi? Mimi hapa. Okay. Hesabu hela hizi hapa. 4.5. Lipa lingine. Hapana. Ndaga fijo, ndaga. Pumbavu na nusu. Wakakaa kule. Baadaye wanasema gari, tunataka gari ya kwenda kumchukua mama. Nikasema kakodini gari, waambie twende tukambebe mama. Tukaingia, tukaenda kwenye gari hilo analipia Mwakapimba mweusi. Tukaenda mzee mpaka kufika kule. Wakafika mochwari, nikawapa hela za kulipa mochwari. Wakalipa. Walipolipa huku nakwambia wamama wananifuta, hata wakiona tu kavumbi kidogo hapa wanachukua vitenge. Baba, hapa sio umechafukia wapi? Okay, safi. Nikaingia. Ukaenda pale. Sema basi njoo mshukuru Mungu. Njoo uombe basi baba. Nikaingia mochwari, nikaomba, nikatoka. Jeneza sijui alipo jeneza. Tuongee tu ukweli, jeneza. Twende. Tukaenda. Tumefika kule, shemeji mkubwa akasema tutafute jeneza la 60 ya ufu. Nikamwambia mama mkwe hawezi kuzikwa kwenye mabanzi. Hilo jeneza ni mabanzi. Ananiangalia usoni, nikasema ndo mimi mwenyewe shemeji yako. Mabanzi sitaki. Huyu ni mama aliyenichomolea chombo hiki. Leo akazikwa kwenye mabanzi, kwenye makaratasi hayo, sitaki. Sasa tufanyaje? Twende bali. Nikatafuta mwenzenu. Huku naumia, lakini nasema hapa lazima niitwe kichwa. Naumia. Hawa walinitukana hawa. Walinitukana sana hawa. Kaenda pale nikakuta 1.5, 180. Hili hapa 200, hapo 2.5. Sasa okay. Kaambia shemeji, naam. Kama naomba nimelizika kidogo, naomba mchukue ile 2.5 hii. Ili ndo muende nalo. Ili tunalipa. Wewe beba, nenda wanakusubiri kule. Mimi nitalipa hela huko. Hao sube. Boda nikamtuma, peleka pale. Nikalipa. Huko anasema yani baba yule baba amekuja. Wanamwambia Ipopo umepata chombo. Wameanza kuokoka upya. Ipopo umepata chombo. Ipopo, yani wewe happy wewe. Yani tufikiri kwamba ni kama matani tu ulivyokuwa umeona na Joani. Yani kama matani. Ila wewe mwenzetu umebahatika. Ndicho watakisema mwaka huu kwako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Sema amina. Msiba mzima una jina moja. Msiba mzima
mtu mmoja anafanyika kuwa kichwa. Nataka nikwambie liko jambo Bwana atasababisha nyumbani kwenu. Lengo ni kwamba Bwana akakutukuze. Sema amina. Akakutukuze. Na mwaka huu ni wa kutukuzwa. Mwaka huu sio wa mkia, ni wa vichwa, ni wa kuwa kichwa. Nasema uwe kichwa wa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Simama kwa miguu yako, tumwambie Bwana tusaidie. Glory to God. Hallelujah. Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, kwa jina la Yesu, umefika wakati na mimi wa kuitwa kichwa, wa kuitwa heri kwa jina la Yesu aliye hai. Mwenzetu akaitwa heri. Ibada hii ni nzuri sana, sana tena yapendeza. Ibada hii ni njema sana, sana tena yapendeza. Imepambwa na maua, maua mazuri sana. Ibada njema.